Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amewataka wafanyakazi kote nchini kujiandaa mapema kwa maisha baada ya kustaafu kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa waaminifu, wenye heshima na kuwekeza katika fursa mbalimbali za kiuchumi zitakazowawezesha kuishi maisha bora baadaye. Ametoa rai hiyo leo Novemba 26 wakati akifungua mkutano wa kitaalamu wa awamu ya 4 uliofanyika katika chuo cha Benki Kuu kilichopo mkoani Mwanza. Amesisitiza kuwa maandalizi ya maisha ya baada ya ajira ni jukumu la kila mfanyakazi na si jambo la kulisubiri likiwa karibu. Hapa leo tumefungua mkutano huu ambao utakuwa ni wa siku 2, lakini katika siku zote watakuwa na mada zinazoonyesha uzoefu wa watu katika utendakazi ili wanapojiandaa kustaafu waweze kujiandaa salama, lakini waendelee kuwa waadilifu, kufanya kazi kwa kujituma na kuhakikisha kwamba watakapostaafu wasije wakabweteka na kukosa kazi za kufanya. Kwa hiyo katika majadiliano, kwa sababu tutakuwa na washiriki kutoka nchi karibu 8 za EAC pamoja na SADC, watashare uzoefu ili baadaye wataalamu sasa watachukua yale mambo mazuri ili wayaingize kwenye sera zao za kiutendaji kazi, ili wataalamu wa masuala ya rasilimali watu wajumuishe sera na mikakati mbalimbali itakayowezesha watumishi wanapofanya kazi wajiandae kwa ajili ya kustaafu, wakati huo wakiendelea kufanya kazi kwa uadilifu bila kuathiri yale malengo ya kuwepo kwa taasisi zao. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Dr. Nikas Yabu amesema kuwa mkutano huo unalenga kuwajengea uwezo wa wafanyakazi wa taasisi za kifedha ili watimize majukumu yao kwa weledi, uadilifu na tija kwa maendeleo ya taasisi zao kwa ujumla. Kama ulivyoona kwenye kongamano hili, tuna mabenki yako hapa. Na sio kitu kigeni, mmesikia baadhi ya mabenki yamefungwa. Na ukiangalia au mengine yamefanya vibaya, yameunganishwa pamoja. Na kitu kikubwa kinachochangiaga tunataka huwa ni mikopo chechefu. Sasa mikopo chechefu imetokea wapi? Imetokea kwa sababu maafisa wa mabenki wanapokwenda kufanya tathmini kwa wateja, wengine sio waadilifu. Ndio maana sasa hili somo linakuja, hii kongamano linakuja na hii topiki kwamba hebu tuwaandae watu kwamba unapojiandaa kustaafu usiharibu na kufanya kutokuwa mwadilifu, wizi, na kuungana na wateja ambao sio wazuri katika kutaka kuifilisi benki. Maana unapotoa mikopo isiyokuwa na viwango na bila kuangalia vigezo muhimu vya kutoa mikopo, kisa unataka hela ya rushwa na kwenda kuiangusha benki. Sasa kongamano kama hili na thimu kama hii ya kujiandaa kustaafu lakini bila kuharibu ni kama sera, taratibu, miongozo ya kazini ni muhimu sana, ili utakapo staafu uko nyumbani, uko umekaa, umeshamaliza muda wako wa utumishi, uko na amani kwa sababu unajua huna mawenge nyuma yako. Ndio maana unakuta mabenki yako hapa waweze kujifunza kwamba pamoja na kwamba unajiandaa kustaafu, kumbuka kazi zako zinaendeshwa kwa maadili, taratibu na sera mbalimbali zilizopo.